Amos Makala atoa kauli serikali imetenga bilioni 137 kudhibiti mafuriko. Serikali imetenga jumla shilingi bilioni 137 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa mawili katika wilaya ya Kilosa na Mpwapwa ili kukabiliana na changamoto ya mafuriko kwa wananchi katika wilaya ya Kilosa. Lengo likiwa la kwanza ni kutatua changamoto hiyo ya mafuriko ambayo inaathiri wakulima wa eneo hilo. Pia maji yanayopelekwa katika mabwawa hayo hutumika kama vyanzo vya maji katika shughuli mbalimbali. Katibu wa halmashauri kuu itikadi uenezi mafunzo Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala akieleza hayo wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Kilosa na Mikumi katika wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, akimaliza ziara yake ya siku 7 iliyokatishwa kupisha maombolezo ya mzee Kilopa Msuya. Awali CPA Amos Makala alisema kila palipo na mafuriko lazima kuwe na changamoto, na kuwaeleza wananchi kuwa utatuzi wa changamoto zao utafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa sababu wana dhamana ya kutumikia wananchi. Amos Makala ameendelea kusema kuwa mbunge wa jimbo la Kilosa Profesa Palamagamba Kabudi alitaja kuwa kijiji kimoja kilikuwa na mafuriko wakati akiwa njiani kuelekea Kilosa, akizungumza na waziri wa kilimo Hussein Bashe ili kumueleza mikakati yao kwa wizara katika kutatua changamoto hiyo kwa wakulima. Mafuriko ni janga, lakini kwa wakati mwingine yanaweza kutumika kama suluhu kwa njia nyingine. Nina habari njema, nimeanza na hizo kuzuia mafuriko, lakini nimeongea na waziri wa kilimo Hussein Bashe. Amesema serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imetenga dola milioni 50 sawa na shilingi bilioni 137 kujenga mabwawa, amesema Amos Makala. Akiongea bado, Amos Makala amesema yatajengwa mabwawa Mpwapwa na Kilosa kukabiliana na mafuriko. Mabwawa hayo yatatumia kama vyanzo vya maji wakati tukikabiliana na kuzuia mafuriko katika wilaya ya Kilosa. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye serikali imetenga jumla shilingi bilioni 137 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa mawili katika wilaya ya Kilosa na Mpwapwa ili kukabiliana na changamoto ya mafuriko kwa wananchi katika wilaya ya Kilosa. Jeshi la polisi limemkamata Zumaridi na linaendelea kumhoji. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limesema Mei 15 mwaka 2025 saa 4 asubuhi lilimkamata na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi, mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Buguku, kata ya Buongo, ambaye ameageuza makazi yake kuwa kanisa. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani Mwanza inasema Zumaridi anatuhumiwa kuendesha shughuli za kidini bila usajili pamoja na kufanya mahubiri kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo ambalo ni makazi ya watu na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake. Mwanamke huyo alihojiwa pia kuhusiana na taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii, ikionekana kwenye picha mjongeo, yani video, akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo wa jinsia ya kike na kiume, akiwaeleza kuwa yeye ndiye Mungu ambaye ana uwezo wa kuwatenganisha na kifo. Uchunguzi unaohusiana na tukio hili unaendelea na jeshi la polisi mkoani Mwanza. Katika uchunguzi huo linashirikiana na taasisi nyingine za kiserikali, hivyo linawaomba wananchi wenye taarifa mbalimbali zinazoweza kumsaidia kupata uchunguzi wa tuhuma hizi wafikishe katika jeshi la polisi. Uchunguzi utakapokamilika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa mapema. Ni taarifa kutoka jijini Mwanza. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mwanza limesema Mei 15 mwaka 2025 saa 4 asubuhi lilimkamata na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina la Mfalme Zumaridi, mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa mtaa wa Buguku, kata ya Buongwa, ambaye ameageuza makazi yake kuwa kanisa. Mayamuua mwenzake kisa anaishi pamoja na ex wake. Jeshi la polisi mkoani Mtwara limemkamata na kumfikisha mahakamani Samuel Matayo Oyo, mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa kijiji cha Kisiwani, wilaya ya Nyumbu mkoani Mtwara, kwa tuhuma za mauaji Abdalla Ajali Musa, mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa kijiji cha Nakole.
Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani Mtwara SACP Isa Suleiman imesema mtuhumiwa alifanya kitendo hicho Aprili 15 mwaka 2025 kwa kumpiga na fimbo marehemu maeneo ya kichwani na kumsababishia majeraha makubwa yaliyopelekea kifo chake. Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa muda mrefu wa wivu wa kimapenzi kati ya Samueli na Abdalla, baada ya Samueli kuona Abdalla akiishi na mwanamke ambaye alikuwa mpenzi wake hapo awali, yani ex wake, katika nyumba moja kwa mke wa mume, ingawa bado alikuwa hajamuoa. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mtwara limemkamata na kumfikisha mahakamani Samuel Matayo Oyo mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa kijiji cha Kisiwani, wilaya ya Nyumbu mkoani Mtwara, kwa tuhuma za mauaji Abdalla Ajali Musa mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa kijiji cha Nakole. Mwenyekiti kanda ya kati Minja jiondoa Chadema. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya kati Devota Minja ametangaza kuondoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akisema chama hicho kimepoteza uelekeo na kwamba maamuzi ya ndani ya chama hicho yanafanywa na watu wachache. Akiongea mjini Morogoro, Minja amesema, mimi kuanzia leo ni mchezaji huu. Nimejiondoa kutoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na natafuta jukwaa lingine. Kwa sasa mimi ni mchezaji huru. Natafuta timu yoyote ambayo nitakwenda kuungana nayo kufanya mapambano. Wakati ukifika nitawaambia Watanzania na kwenda wapi. Minja ameendelea kusema kuwa hakuna popote ambapo tumewahi kusema tunasusia uchaguzi, lakini yanayoendelea sasa hivi ni maamuzi ya watu wachache ambao wameamua kuhadaa Watanzania na kuwaambia kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema itakuwa na uwezo wa kuzuia uchaguzi. Ukiangalia vizuri na kusikiliza hotuba mbalimbali zinazoendelea, Mheshimiwa mwenyekiti ambaye sasa hivi yupo gerezani Tundu Antipas Lissu amekuwa akisema kwamba wananchi wataandamana kuzuia uchaguzi na maamuzi yao hayajawahi kuamuliwa na kikao chochote cha kamati kuu. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ni taarifa kutoka Morogoro. Hatimaye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya kati Devota Minja ametangaza kuondoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akisema sasa hicho chama kimepoteza uelekeo na kwamba maamuzi ya ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yanafanywa na watu wachache.